wa Mungu, akagundua ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu, naye huyo kijakazi alikuwa analeta faida katika mji huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile sisi ambao tunaomwabudu Mungu, ambao tunaoomba kila wakati, tunapoomba kuna vile nguvu za giza zinatambua ya kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Tunapoendelea kuchochea moto, wa maombi ndani ya maisha yetu na ndani ya kanisa, kuna watu ambao lazima hawawezi furahia vile tunavyoomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi furahia vile tunavyopinga nguvu zao. Sasa huyu kijakazi alikuwa amejua ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu. Akakimbia akawaambia kwamba hawa ni watumishi wa Mungu aliye juu, wenye kuwahubiria njia ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue ya kwamba wewe unajulikana ya kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye unayehubiria watu njia ya wokovu, ukweli wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akafanya hayo siku nyingi, lakini Paul akasikitika, akageuka, akamwambia yule pepo na kuamuru kwa jina la Yesu Kristo, mtoke huyu. Akamtoka saa ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Paul alikuwa na nguvu ya Mungu ndani yake. So aliamrisha yule pepo ambaye aliyekuwa ndani ya huyo kijakazi, akamuamrisha kwa jina la Yesu, hebu toka. Na huyo pepo akaweza kumtoka. Huyo msichana, huyo kijakazi alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na hiyo roho ya uaguzi. Alikuwa anaambia watu mambo yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna pesa ama kuna faida ambayo walikuwa wanapata hao bwana zake. Alafu inaendelea kusema, basi bwana zake walipoona ya kuwa tumaini la faida yao limewapotea, wakawakamata Paulo na Sila, wakawakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Walipoona hivyo, walisikia vibaya sana. Waliona kwamba tumaini lao, waliona kwamba mahali walikuwa wanapata fedha kupitia kwa huyo kijakazi waliokuwa wanamtumia, basi tumaini lao limekwisha. Sasa wakasikia vibaya, wakaona kwamba njia nzuri ambayo tutakayofanya ni kuwashika huyu Paulo na Sila, wakawashika, wakawakamata, wakokota mpaka sokoni mbele ya wakuu wa mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakawachukua kwa makadi, wakasema, watu hawa wanachafua sana mji wetu, nao ni Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haikosi ya kwamba sisi tunapoomba, hawa walikuwa ni watumishi wa Mungu, lakini wale watu ambao waliokuwa wanatumia hiyo pepo ya uaguzi, waliokuwa wanapata faida kupitia kwa yule kijakazi, walisikia vibaya, wakasema ya kwamba hawa watu wanachafua mji. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukumbuke, ujue ya kwamba mambo haya yalitokea wakati huo, lakini hata hata sasa, wakati unapoingia katika mji na unapoanza kuvunja zile ngome na zile nguvu za giza, basi lazima unaonekana. Wanakuangalia katika darubini yao, wanaona kwamba huyu amekuja, ameingia katika mji. Mbona mji huu walikuwa labda wanafanya mambo yao ya kiuchawi na kiuganga. So hizo mambo zinaanza kukuisha nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunapovunja hizo ngome, wakati tunapovunja hayo madhabahu, basi yanaendelea kuisha nguvu. Wakati tunapofungua hizo vifungo, watu ambao wamefungwa nazo, hizo vifungo zinaendelea kulegea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haikosi kuna watu ambao wanasikia vibaya sana tunapoingia ndani, tunapoomba, tunaposifu, tunapokemea hizo nguvu za giza, tunapoziharibu. Kuna watu ambao hawasikii vizuri, hawalali, kuna watu ambao wanatatizika kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo nzuri ni kwamba tunaye Mungu ambaye anayetupigania. Bwana Yesu asifiwe sana. So makutano wote wakaondoka, wakawaendea makadi, wakawavua nguo zao kwa nguvu, wakatoa amri wapigwe kwa bakora.
Bwana Yesu asifiwe sana. Imagine hao kina Paulo na Sila walipitia mambo hayo yote, lakini hawakumkana Yesu kwa sababu walijua ya kwamba Mungu wao ndiye Mungu atakaomtumikia. So hapa walipitia mapigo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kuna maybe dhihaka tunaweza pitia. Watu wanaweza ongea kutuhusu, wanaweza ongea vibaya, wanaweza enda wakiongea wakisema ya kwamba hawa wameingia katika mji, lakini ukiangalia hata labda si watumishi wa, yani kuna mambo ya dhihaka ambayo wanaweza ongea chochote kile, lakini hawa watumishi wa Mungu walipigwa mapigo mabaya sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani, wakamwamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Imagine, walipigwa vichapo, waliburutwa huko barabarani, waliburutwa na wakapelekwa mpaka gerezani, lakini hawakulikana jina la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inatufundisha nini? Hii inatufundisha hata maadui wanapoinuka, tusiwahi likana jina la Bwana. Tunaendelea hivyo hivyo. Hawakuweza kulikana jina la Bwana, walipitia mateso mengi sana. Hakuna hata mmoja wetu tunasikia kwamba amepitia mateso kama haya, lakini wao waliyapitia. Lakini hivyo hivyo waliendelea kufanya nini? Kumsifu Bwana, waliendelea kumtumainia Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye akisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Yani alienda akawafunga miguu. Unajua kuna vitu zingine zinafanyika katika maisha ili jina la Yesu likapate kutukuzwa, jina la Mungu likaweze kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza pitia katika changamoto, ukaona ya kwamba jamani, hapa kweli itakuwa aje, lakini kuna vitu ambazo zinaachiliwa tu, Mungu anaruhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wende ikawa ni yule adui amekupiga na kitu, Mungu anaruhusu ya kwamba kikatokee katika nyumba yako ama kikakutokee ili jina la Bwana likaweze kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa wakati hao Paulo na Sila walipokuwa wanaburutwa, Mungu alikuwa hapo, alikuwa anaangalia. Si ati hakuweza kuzuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuweza kuzuia mambo hayo yasifanyike, lakini alijua ya kwamba at the end of the tunnel nitapata utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambazo zinafanyika ndani ya maisha yetu ili Mungu akaweze kupewa utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Adui anaweza ruhusiwa tu akafanya 1 2 3 kwa maisha yako, akafanya 1 2 3 kwa nyumba yako, akafanya 1 2 3 labda hata kwa watoto wako, lakini kuangalia hivyo wakati anaporuhusiwa atafanya ndio, lakini hajui ya kwamba ule ushindi ambao Mungu ataenda kukupa baada ya mateso hayo. Bwana Yesu asifiwe sana. So hawa waliteswa na mateso makubwa sana. Walipata aibu, waliburutwa, wakapelekwa mpaka jela, wakapelekwa mpaka gerezani. Naye akiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mkatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo na Sila usiku wa manane, wakiwa katika hali hiyo, wakiwa wameburutwa hivyo, wakiwa wamepelekwa gerezani, bado walimsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bado walimsifu Bwana wakiwa hapo katika kifungo hicho, wakiwa gerezani. Wanamsifu Bwana, wanamwimbia Bwana, wanamtukuza Bwana, wakiwa na wafungwa wengine hapo. Hata obvious watu walikuwa wanaangalia, wanashindwa, hawa jamani, yani wamefanywa hiyo mambo yote na bado wanamsifu yule Mungu, kwani alikuwa wapi? Lazima watu watauliza, kwani huyo Mungu wao walikuwa wapi wakati walikuwa wamekamatwa wakaletwa gerezani? Huyo Mungu wao alikuwa wapi? Lakini hata nikwambie, wao waliendelea kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii inatufunza hata kama tunapitia katika hali za aina gani, wakati tunapomsifu Bwana, tunapomwinua Bwana, tunapomtukuza Bwana, tunapokosa kunung'unika na kulalamika,
basi Mungu atajitokeza na kujidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Walijua ya kwamba Mungu wao ndio kimbilio, walijua kwamba Mungu wao ndio kila kitu. Hata wafanye nini, watuue, watufanye nini, bado tutamtumikia yule Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. So hawa waliweza kumsifu Bwana wakiwa gerezani. Ni wangapi wanaweza fanya hivyo wakiwa katika hali ambayo ni tatanishi, wakiwa katika hali ambayo ni ya kuvunjika moyo? Ni wangapi wanaweza fanya hivyo? Basi inatakikana tukaweze kumsifu Bwana hata kama tuko katika ndani ya shida gani. Tumsifu Bwana katika hali hiyo ili Mungu akaweze kujidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini panapo inaendelea kusema ya kwamba ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata msingi ya gereza ikatikisika, na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalegezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha nikwambie, kuna nguvu katika kumsifu Bwana. Kuna nguvu katika kumuinua Bwana wakati hata kama ni wa mateso, wakati wa majaribu. Kuna nguvu katika kumsifu Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aliweza kuingia, alituma malaika wake na hizo vifungo zikaweza kuachilia, zikalegezwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Vifungo vya wote vikalegezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mlinzi aliweza kusema ya kwamba jamani, aliona mambo ya ajabu. Alipoinuka akaona ya kwamba vifungo vimelegezwa. Yeye sasa akawa anatamani kujiua, anataka kujiua. Anafikiria kwamba hao wengine jamani wote wamekimbia, haitakuaje? Mimi ndio niliwekwa mlinzi mahali hapa, mimi ndio niliwekwa nikaweze kuwalinda hawa, lakini sasa vifungo vimelegezwa, ni kama wameachiliwa. Akawa anafikiria kwamba wafungwa wote wamekimbia, ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wale maadui ambao wanaoinuka, una jambo la kuambia. Huyu Paulo hakuwa amechukia huyo mlinda lango. Alijua ya kwamba hapa Mungu ametupigania vita. So hakuwa amechukia huyo mlinda lango. Ingekuwa ni mtu mwingine, angemchukia huyo mlinda lango na angemsukuma na angewafungua wale wengine wote wakatoka na wao, kwa sababu vifungo vilikuwa vishalegezwa. Lakini Paul alimwambia ya kwamba usiwe na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipaza sauti kwa nguvu akisema usijidhuru, kwa sababu alikuwa anataka kujiua. Akamwambia usijidhuru, kwanza usijidhuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hivyo maadui wanapotuona ya kwamba ile njama walikuwa wametuwekea, zile mipango ambazo walikuwa wametupangia, zile mitego ambazo walikuwa wametuwekea, na Mungu ametuvusha katika hizo mitego, basi saa zingine wanatamani kujiua, wanatamani kuona ya kwamba sasa hawa wameshinda vipi, wanatamani ardhi ipasuke wakaingie ndani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapa tunaona ya kwamba aliambiwa usijidhuru ili akaweze kuona wokovu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paul na Sila. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. At the end, wakati unapokuwa na unapoteseka, kuna watu ambao Mungu anakusudia akaweze kuwaokoa kupitia kwa lile jaribu ambalo umepitia. Ni jaribu gani ambalo unalolipitia? Kuna majaribu ambayo yanaweza kukufanya kwamba Mungu akaweze kutukuka na watu wengine wakaweze kuokolewa kupitia kwa lile jaribu ambalo uko nalo. Kisha akawaleta nje akasema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu nawe utaokoka pamoja na nyumba yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa walikuwa na ujasiri kwa sababu Mungu ametenda. Wamekuwa na ujasiri, wanamwambia ya kwamba kitu ambacho unapaswa kufanya ni kuamini Yesu na akuokoe pamoja na nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona sasa huyu mlinzi tayari sasa anapata wokovu pamoja na nyumba yake. So hiyo ilisababisha mtu mmoja akaweze kumjua Kristo pamoja na nyumba yake kwa sababu ya hilo jaribu ambalo watumishi wa Mungu wameweza kupitia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakamwambia neno la Bwana, yeye na watu wote waliomo nyumbani mwake. Akawakaribisha saa ile ya usiku, akawaosha mapigo yao. Kisha akabatizwa yeye na watu wake wote wakati huo huo. Bwana Yesu asifiwe sana. Akawaleta juu nyumbani kwake, akawaandalia chakula, akafurahi sana yeye na nyumba yake yote, maana amekwisha kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamekwisha kumwamini Mungu kupitia kwa hayo mateso Paul na Sila ambayo wamepitia. Basi nyumba nzima imeokoka kupitia kwa mateso hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mateso ambayo watumishi wa Mungu wanaweza pitia na ikafanya watu wakaweze kumtafuta Mungu. Watu wakaweze kusema, yule tumemwona vile amepitia na tumeona ushindi ambao Mungu amempatia. Basi hata mimi nitampatia Yesu maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hakuna jambo lizuri kama hilo. Hakuna jambo nzuri kama ile shida ambayo umepitia iweze kufanya mtu mmoja akaweze kupokea wokovu, akaweze kuandikwa jina lake. Hiyo ni thawabu ambayo utapata. Manake wakati unapofanya mmoja anapookoka, Biblia inasema ya kwamba mmoja tu anapookoka, mmoja anapompatia maisha yake Mungu, basi malaika wa mbinguni wanashangilia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mmoja tu anapopeana nafsi yake kwa Bwana, ujue ya kwamba kuna thawabu, kuna taji ambayo umewekewa. Bwana Yesu asifiwe sana. So hawa walipata shida, lakini watu waliokoka. Walipata shida, mateso yao walioyapitia. Kuna mtu ambaye aliweza kuokolewa pamoja na jamii yake, ambaye ni kitu cha maana na ni kitu muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vile ambavyo Mungu anafanya vitu, anafanya mambo, watu wanaona ya kwamba hii jaribu imekuwa kubwa sana, lakini kunao ushindi. At the end of it kuna ushindi. Mtu anapokea ushindi kwa sababu Mungu anatushindania na anatupigania usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana.